Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump anasema kwamba baada ya kumaliza vita na kuishinda Iran, kituo kinachofuata ni Cuba. Rais huyu wa Marekani amependekeza kuwa anaweza kufanya mazungumzo na serikali ya kikomunisti ya Cuba baada ya vita nchini Iran, na kwamba anachotaka ni mabadiliko ya uongozi katika taifa hilo baada ya kufanya mabadiliko katika taifa la Iran. Trump amedokeza kuwa mkataba wa Cuba unaweza kuwa mwelekeo wake ujao baada ya vita nchini Iran, akimaanisha kwamba akishashinda vita vinavyoendelea dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kubadilisha mfumo wa kiutawala, taifa ambalo litafuata litakuwa ni Cuba, ambayo anataka nayo iingie katika mfumo mwingine wa kiuongozi na kubadilisha mfumo wao wa kikomunisti kama ambavyo anavyolitaka taifa la Venezuela kubadili mfumo wa kiuongozi na kiutawala. Cuba imekuwa ikikabiliwa na mzozo mbaya wa kibinadamu na nishati baada ya utawala wa Trump kukata usafirishaji wa mafuta ya Venezuela nchini humo. Bwana Trump alidokeza kwamba atainyakua Cuba kiurafiki tu bila vurugu wala bila vita. Marekani inaweza ikalifanya jambo hilo kuwa linalowezekana. Takribani wiki moja baada ya vita vinavyoendeshwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, rais huyo wa Marekani amedokeza kuwa Cuba itafuatia, lakini kufanya makubaliano ya mazungumzo kwanza. Bwana Trump alipendekeza Marekani inaweza kuanza mazungumzo na serikali ya kikomunisti ya Cuba katika wiki zijazo. Wanataka kufanya makubaliano kuondoa aina ya utawala uliopo. Donald Trump alipendekeza Marekani inaweza kutafuta mazungumzo na serikali ya Cuba baada ya vita na Iran. Anasema, tunafikiri tunataka kumaliza vita hii nchini Iran kwanza, lakini hilo litakuwa suala la muda kabla yenu na watu wengi wa ajabu watarejea, Bwana Trump alisema. Nilitaka kusubiri wiki kadhaa, lakini tutakuwa pamoja tena hivi karibuni. Ninashukuru tukisherekea kile kinachoendelea Cuba. Wanataka kufanya makubaliano vibaya sana, sijui, Bwana Trump kisha akaeleza maoni kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye amependekeza mwelekeo wake mwingine utakuwa katika taifa hilo la Caribbean. Anayefuata atakuwa tunataka kufanya hivyo maalum Cuba, Trump alisema. Anasema, hebu tumalize huyu kwanza. Tungeweza kufanya yote kwa wakati mmoja, lakini mambo mabaya yanatokea. Ukitazama nchi kwa miaka mingi, ikiwa unazifanya zote haraka sana, mambo mabaya hutokea, alisema rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump wakati akieleza mipango mikakati ya kutaka kufanya mazungumzo kwanza na taifa la kikomunisti la Cuba na baadaye kutaka kuishambulia Cuba moja kwa moja. Hata hivyo, Cuba ambayo ina washirika kama vile China pamoja na Urusi, mataifa hayo yamesema kwamba hayatokubali kuona rais wa Marekani Donald Trump anaenda kuivamia Cuba bila sababu za msingi kama alivyofanya kwa Venezuela, lakini bado hilo linasalia kuwa moja kati ya mambo ambayo bado hajapata uhalali kwa mataifa hayo ya Urusi pamoja na Uchina kuweza kuilinda Cuba kama ambavyo imeshindwa kuzuia kuilinda Venezuela hadi kutekwa kwa Nicolas Maduro. Wakati huu Cuba bado ipo katika hali mbaya ya kiuchumi na mambo yanazidi kuendelea kuwa mabaya katika taifa hilo baada ya kukosa nishati kutoka nchini Venezuela. Lakini taarifa zinaelezwa kwamba ni Urusi ambayo inatuma mafuta kufika katika taifa hilo la Cuba. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii. Upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.